طلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام أبو محمد الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور الجماعلي المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 و4 سجدات. Tuko katika babu salati al-kusuf, mlango wa swala ya kupatwa kwa jua na mwezi. Huu ni mlango wa swala ya kupatwa kwa jua na mwezi. Nafahamika kwamba salatu al-kusuf inatekelezwa kwa sababu ya tukio la kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi, iwe limepatwa jua lote au baadhi yake, au mwezi wote au baadhi yake. Kitendo cha kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi, Waislamu wamewekewa sheria ya kuswali pamoja na kufanya maombi kumuomba Allah tabaraka wa taala, kama tutakavyosoma katika hadithi za mlango huu. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika mipangilio yake ya kilimwengu, kama wanavyoeleza maulama wa mambo ya anga, ulama ulfalak, kwamba kupatwa kwa jua ni kitendo cha kuingia kati baina ya jua au baina ya ardhi, yani hii alkaukab alladhi naishu fihi, na alqamar, yani qamari kaingia baina ya jua na baina ya ardhi na jua, ikawa njia imeziba, kwa maana kwamba mwangaza wa jua haufiki katika ardhi. Na kadhalika inawezekana ikapatwa jua au kapata mwezi kwa sababu ya hailulatul ardhi baina ash-shamsi wal qamar, kuingia katikati ardhi baina ya jua na mwezi, kwa maana ikawa mwangaza wa jua haufiki katika mwezi. Hizi ni sababu za kilimwengu, na Allah tabaraka wa taala amejalia hivyo kwa sababu inafahamika kuwa mwezi unaakisi mwanga wake kutoka kwenye jua. Sasa utakapokuwa haufiki, basi ile nuru yake inakuwa imefutika, kuna intimas, kufutika kwa nuru ile. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya hivyo kwa lengo la kuwatisha waja wake na kuwakumbusha kwamba iko siku itafika jua litaondoshwa au itaondoshwa nuru yake, kadhalika mwezi na vinginevyo. Anawakumbusha watu juu ya tukio kubwa la kiyama, na sisi hatulifahamu hilo isipokuwa kwa njia ya wahi, kama hivi anavyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba lengo ni hilo. Mtume swalla salam anatueleza hivyo kwamba lengo kuu la kupatwa kwa jua na mwezi, lengo ni kuonyesha watu alama za uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala
na ni alama ya kuonyesha kiyama kimekurubia. Kama alasaf watu wengi hawakumbuki jambo hili. Inapotokea watu wanafanya kama ndio sherehe fulani, na Waislamu wakawa wamesahau kabisa jambo hili. Katika miji mingi wakawa hawajishughulishi na kufanya yale ambayo ameyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya ujinga na kuwa mbali na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kuna haja ya sisi kujifunza na kujua kitu gani cha kufanya linapotokea jambo kama hili kubwa ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliita kuwa ni aya, ni alama au ayatu min ayati Allah. Matukio kama haya ya kupatwa kwa jua, kupatwa kwa mwezi, matetemeko ya ardhi, radi na mengineyo, vimbunga, mafuriko, zote hizi ni kumkumbusha mwanadamu. Alama zote zinakuja hizi kumkumbusha mwanadamu na kumuonyesha ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye ndiye aliyewaweka hapa, akitaka atawaondoa. Wa yasha yudhhibkum wa yati bi khalqin jadid, akitaka atawaondoa, ataleta viumbe vingine vipya. Kwa hiyo ni kutanabahi juu ya jambo hili, kwa sababu lolote linaweza kutokea, zalazil, alqawasif, was-sawa'iq, wal-fayadhanat, na isiyokuwa hayo katika matukio ambayo yanaukabili ulimwengu katika baadhi ya maeneo, kuonyesha ufalme wake subhanahu wa ta'ala. Sasa anasema hapa, imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, amesema Aisha radhiyallahu anha, khasafat ash-shams, lilipatwa jua. Khasafat ash-shams, lilipatwa jua ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, katika zama za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Jua lilipatwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa ba'atha munadiyan yunadi, akampeleka mlinganizi anayelingania, apigania watu, aseme as-salatu jami'a, kwa kurufaishwa as-salatu jami'a, na inafaa kunasibisha hivyo kusema as-salata jami'a, as-salata jami'atan. Kwa as-salatu jami'a, sala yenye kukusanya. Na unaweza kusema as-salata jami'a, kunasibisha ya kwanza ala al-ighra na ya pili kwa hali, kwa maana lazimianeni au jooni kwenye swala hali ya kuwa ni yenye kuwakusanya. Kwa wajihi zote mbili ni jaiz. As-salata jami'atan, mlinganizi akasema maneno hayo, fajtama'u, wakakusanyika, wataqaddama, akapita mbele mtume sallallahu alayhi wasallama, fakabbara, akakabbir, wa salla 4 rak'atin, na akaswali rak'a 4, wa 4 sajadatin, na sijida 4. Hapa kufafanua rak'a 4 hizo ziliswaliwa vipi na sijida 4 hizo vipi katika rak'a hizo 4. Je, kila rak'a moja na sijida yake au inakuwaje? Kufafanua. Katika faida ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alitaja kuhusiana na masala ya kusuf na khusuf, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa mwezi haupatwi isipokuwa unapokuwa umefika mpevu, kuanzia tarehe 13 au tarehe 14, 15, hutaona hata siku moja mwezi mchanga umepatwa. Mwezi unapokamilika ukiwa Badr kwenye tarehe hizo 13, 14 na 15,
wakati huo ndio mwezi inawezekana ukapatwa. Pia baadhi ya wanawachuoni wanaeleza kuna hikma, faida, baadhi ya ikhwa inasemekana kwamba mwezi unapokuwa mpevu hata akili za watu wengi zinakuwa haziko sawa, na ile nafsi shahawania inakithiri katika ulimwengu kuliko siku nyingine zozote. Yani ijram katika ulimwengu, matukio ya kiuovu yanakuwa ni mengi zaidi kuliko siku nyingine yoyote. Baadhi ya wanachuoni wakasema pia ni hikma ya kuwekwa ayyamul bidh, wa kufunga kufanya taklili ya matukio kama haya. Allahu a'lam. Ikawekwa tarehe 13, 14 na 15 watu wafunge, kuteremsha ile nafsi shahwania alkalbia sabuia, nafsi ya kiunyama ile ya kukithirisha matukio mengi ya kiuovu. Alhasil ni kwamba mwezi upatwi isipokuwa katika tarehe hizo. Mwezi unapokomaa, unapokuwa mchanga au unapokwenda mwishoni, unapopungua, mwezi hauwezi kupatwa. Huwezi kuona kuna khusufu al-qamar. Kitu kingine kwamba jua halipatwi isipokuwa mwezi utakapokuwa katika israr, utakapokuwa mwezi umejificha. Ukishebeleza ukiangalia tarehe za kupatwa jua utaona ni wakati mwezi uko kwenye tarehe za 20 nao. Basi Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hivyo. Tuendelee na hadithi. Kwa hadithi hii ikufafanua rakaa 4 hizo za swaliwa vipi. Hadithi ya 3 tutakayoisoma kwenye mlango huu ndio itafafanua zaidi namna ya swala ya kupatwa kwa jua na kupatwa kwa mwezi. Hadithi nyingine, an abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu ta'ala anhu, imepokewa kutoka kwa Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ni Uqbah ibn Amr. Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari au al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu. Uqbah bin Amr bin Thalaba al-Ansari, mtu wa kabila la Khazraj, tena ni mtu alihudhuria vita vya Badri. Inasemekana pia kuhudhuria, lakini amenasibishwa na vita hivyo. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, inna ash-shamsa wal qamara ayatan, hakika jua na mwezi ni alama mbili min ayati llahi, miongoni mwa alama za Allah. Inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati llah, hakika jua na mwezi ni alama mbili miongoni mwa alama za Allah. Yukhawifu Allahu bihima ibada, anawaogopesha, anawakhofisha Allah kwa alama hizo waja wake. Yukhawifu Allahu, anawakhofisha Allah bihima kwa alama mbili hizo ibadahu, waja wake. Wa innahuma, na hakika alama mbili hizo au ile jua na mwezi, la yankasifani limauti ahadin, havipatwi kwa sababu ya kufa yoyote. La yankasifani, havipatwi limauti ahadin, kwa sababu ya kufa yoyote, minan nasi, katika watu. Kwa sababu katika siku aliyokufa mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Ibrahim, jua lilipatwa. Watu wakasema jua limepatwa kwa sababu amekufa mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitumia fursa hii kubatilisha mawazo hayo, akasema inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati llah la yankasifani limauti ahadin, havipatwi vitu hivi viwili kwa sababu ya kufa yoyote, minan nasi, katika watu, wala lihayatihi, wala kwa sababu ya uhai wake, kwamba kazaliwa fulani leo. Fa idha raaitum minha shay'an, na mtakapoona katika alama hizo kitu chochote, fasallu, swalini. Fa idha raaitum minha, mtakapoona chochote katika alama hizo za Allah tabaraka wa taala, shay'an, kitu chochote, mtakapoona katika alama hizo kitu chochote, fasallu, basi swalini. Wad'u Allah, na mumuombe Allah, hatta yankashifa ma bikum, mpaka kidhihiri kile kilichokuwa kwenu, kiwadhihirikie. Kwa maana kama ni jua liaksiwe, kama ni mwezi uachiwe. Swalini, muombe, ombeni sana, kithirisheni kuomba.
Kwa hiyo haya ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pindi linapopatwa jua au unapopatwa mwezi. Wa Aisha radhiyallahu anha annaha qalat, imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha amesema, khasafat ash-shamsu fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, lilipatwa jua katika zama za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Fasalla rasulullah sallallahu alayhi wasallam binnas, akawaswalisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam watu, mtume akawaswalisha watu. Fa atala alqiyama, akakirefusha kisimamo. Fa atala alqiyama, akakirefusha kisimamo. Thumma raka'a, kisha akarukuu. Fa atala arruku'a, akairefusha rukuu. Kisimamo kilikuwa kirefu. Tumesoma juzi hapa katika Umdatu Salik, anasema iliyo sunna akmal ni kusoma katika raka ya kwanza suratul Baqara, alafu katika raka ya pili ile rukuu ya pili akisimama tena suratu Al-Imran. Ni raka moja hiyo ambayo ina rukuu mbili. Alafu akija katika akisimama raka ya pili tena atasoma suratul Nisa, ile raka ya kwanza, alafu ingine atasoma Maida kwenye kisimamo cha pili. Sasa rukuu ya kwanza, kisimamo cha pili Nisa, rukuu ya pili, kisimamo cha pili Maida, na rukuu inakuwa kiasi cha aya 100. Yani unaporukuu Allahu akbar, umerukuu, ni kiasi cha kusoma aya 100 hivi katika surati al-Baqara, aya 2 kabla hujafika katika wattaba'u ma tatlu ash-shayatin. Yani zile tasbihi utakazozileta subhana rabbiyal azim, subhana, kama mtu amesoma aya 100 katika surati al-Baqara. Na rukuu ya pili katika raka ya kwanza kama kiasi cha aya 80. Kwa ni swala ndefu, pengine mkianza saa 3 asubuhi au saa 2 ili kufika hata kabla ila dhuhuri, kwa mujibu ulivyoelezwa. Lakini imamu ataangalia hali na wakati, anaweza kurefusha sehemu hasa kwenye qiyam. Fatala alqiyam thumma raka, fatala alqiyama thumma raka, karefusha kisimamo kisha akarukuu. Fatala arruku'a, akairefusha rukuu ikawa ndefu. Thumma qala, kisha akasimama. Fatala alqiyam, akakirefusha kisimamo. Wa huwa duna alqiyam alawwal, nacho ni chini ya qiyam ya kisimamo kile cha kwanza, rakaa ya kwanza. Hapo tabidi apatikane mtu aonyeshe. Tukimaliza hii hadithi takana mtu asimame hapo mbele aonyeshe namna swala inavyoswaliwa. Thumma raka'a fa atala ar-ruku'a, kisha akarukuu. Hii ni rukuu ya pili katika raka ya kwanza. Fa atala ar-ruku'a, akarefusha rukuu. Wa huwa duna ar-ruku'i al-awwal, nayo ni chini ya rukuu ya kwanza. Thumma sajada fa atala as-sujuda, kisha akasujudu akairefusha sijda. Thumma fa'ala fi ar-rak'ati al-ukhra, kisha akafanya katika rakaa nyingine mithla ma fa'ala fi al-ula, mfano alivyofanya katika rakaa ya kwanza. Thumma insaraf, kisha akaondoka, yani akamaliza swala Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma insaraf, kisha akaimaliza swala. Wa qad tajallat ash-shamsu, wa qad tajallat ash-shamsu, na hakika limeachiwa jua, yani limedhihiri jua likawa limeshatiwa. Fa khataba an-nasa, akawahutubia watu. فحمد الله وأثنى عليه, akamhimidi Allah na akamsifu. Thumma qala, kisha akasema, inna ash-shamsa wal qamara, hakika jua na mwezi, ayatani min ayati llahi, ni alama mbili miongoni mwa alama za Allah. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayati, havipati hivyo viwili kwa sababu ya kufa yoyote wala kuhuika yoyote, yani kuzaliwa yoyote, wala liwiladatihi, maana yake. Fa idha ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru, mtakapoviona hivyo basi muombeni Allah na mumkabbiri.
wasallu, na tunaswalini, watasaddaqu, na toeni sadaka, toeni mali zenu. Thumma qala ya ummata Muhammadin, kisha akasema enyi umma wa Muhammad, wallahi naapa kwa Allah, ma min ahadin aghyaru min Allah, hakuna yoyote aliye na wivu zaidi kumshinda Allah. Ay yazni ya abduhu, kuzini mja wake, yani mtumwa wake, kwa maana abdu ni mwanamume, au tazni ya amatuhu, au kuzini mjakazi wake mwanamke. Allah subhanahu wa ta'ala ana wivu zaidi kwa mtu kufanya hivyo, iwe mwanamume au mwanamke. An tazniya, kuzini abduhu, an yazni ya abduhu, kuzini mja wake, au tazni ya amatuhu, au kuzini mjakazi wake. إضافة العبد والأمر إلى الله تعالى إشارة إلى أنه لا يليق انتهاكهما لمحارمه وهما مملوكان له. kudhifishwa abdi mja kwamba ni mja wa Allah na mjakazi kuwa ni mjakazi wa Allah ni ishara ya kwamba hailingani, hainasibiani kuvunja heshima yake, kuvunja maharimu zake hizo, na hali ya kuwa wao ni mamluki wa Allah tabaraka wa taala, yani ni watumwa wake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wallahi law ta'lamuna ma a'lam, na apa kwa Allah, lau mngelijua ninayoyajua, la dhahiktum qalilan, mngecheka kidogo, wala bakaitum kathira, na mngelia sana. Katika khutba yake aliyozungumza baada ya kupatwa kwa jua, baada ya kuswali swala ya kupatwa kwa jua, alizungumza maneno haya. Alizungumza maneno mengi sana. Pia ziko hadithi zinazoonyesha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile alionyeshwa janna na nar. Katika maukifu yake alionyeshwa pepo na akaonyeshwa na moto. Tulisoma kwenye hadithi gani? Alipoonyeshwa pepo akaonyeshwa na matunda ya peponi, akanyosha mkono akataka kuchuma kwa mamanga kwa salatu al-kusufi, kwenye tafsiri akataka kuchuma hivi, lakini baada ya muda watu wakamwona anarudi kinyume nyume ndani ya swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anarudi kinyume nyume. Alipoulizwa akasema, nilionyeshwa pepo nikataka kuchuma katika matunda yake, na lao ningechuma mkala basi ningekula mpaka kiyama, na mliponiona rudi nyuma basi ilikuwa ni ule moto, nilionyeshwa moto, ilikuwa ile hofu nikawa narudi nyuma. Ndio maana akasema, wallahi lau ta'lamuna ma a'lam, lau mngelijua ninayoyajua, la dhahiktum qalilan wala bakaytum kathira. Wa fi lafdhin fastakmala 4 rak'atin wa 4 sajadat. Kwa hiyo imefahamika swala hili linaswaliwa bila shaka. طيب, mmoja aonyesha mujarrad wa af'al ni maamum, haitajiki mtu mmoja anatosha. Tuonyesha kwa vitendo. Baada ya takbira kwa baada ya takbira kusoma sura al-Fatiha kama kawaida, yani kwa maana baada ya takbira dua al-istiftah kusoma a'udhu, kusoma sura al-Fatiha kama kawaida, wala dhallin amin, kusoma sura. Kwa anaweza kufungua akaanza sura al-Baqara, sehemu kubwa akasoma kwa kadiri ya hali ilivyo, na kadiri mwezi, kama ni mwezi ujao ulivyopatwa na wakati, basi utasoma sehemu katika Qur'ani, katika sura, ni sura ndefu, kisha akimaliza atarukuu. Rukuu nayo itakuwa ndefu kabisa, kiasi tumesema atakadiria, lakini kiasi cha kusoma aya 100 katika sura al-Baqara, lakini anaweza kupunguza pia. Alafu atasimama tena, yani atafanya itidali, atarudi kwenye kisimamo kama kawaida, atasoma Fatiha tena, alafu atasoma sura kama Baqara alimaliza, atasoma Ala Imran, akimaliza atarukuu tena. Hii ni rukuu ya pili katika raka ya kwanza hadi kwenda sijda. Rukuu yake itakuwa ndefu kama kiasi cha kusoma aya 80 katika sura al-Baqara, kisha atainuka tena. Kwa hiyo hii ni raka
ya kwanza, lakini na rukuu hizi mbili. Kuna Fatiha mbili na visomo mara mbili, alafu atakwenda sujudi kama kawaida. Sijida zitakuwa mbili. Sijida ya kwanza atakaa tena, pia inasemekana sujudi pia itakuwa ndefu, lakini chini kidogo ya rukuu. Alafu atakwenda tena sijida ya pili. Akimaliza atasimama, atafanya kama alivyofanya kwenye raka ya kwanza. Kwa hiyo hakuna tofauti baina ya raka ya kwanza na raka ya pili. Rukuu zinakuwa mbili katika raka moja. Umefahamika? Haya. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال مبكيوا kutoka أبو موسى رضي الله عنه amesema خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم lilipatwa jua katika zama za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam faqama fazi'a akasimama hali yakuni mwenye kufadhaika akapatwa na hofu mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama hali yakuni mwenye kufadhaika fazi'an hali yakuni mwenye kufadhaika yani akawa ni mwenye hofu yakhsha an takuna saa anaogopea kuwa ni kiyama kwamba kiyama kimesimama sasa na muradi ni saatu al-uquba yani saa kwa maana ya adhabu pengine kuna janga linakuja duniani Allah atakuangamiza ulimwengu au saa ya muradi hapa nafku fi suri kwa maana pengine parapanda wakati wote litapuziwa kwa sababu malaika akivivia lile akipuzia basi watakufa wote walioko mbinguni na ardhini fafazi'a man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha'a rabbuk isipokuwa yule ambaye ametaka Mola wako. Kwa hiyo alidhani alifikiria hilo akawa anaogopea hilo kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam la yadri mata saa hajui kiyama kitakuwa lini hatta ata almasjid mpaka akafika msikitini faqama fasalla akasimama akaswali bi atwali qiyam kwa kisimamo kirefu kama kilivyoelezwa wa ruku'i na rukui ndefu wa sujudi na sujudi ndefu ma ra'aytuhu Abu Musa anasema ma ra'aytuhu yaf'aluhu fi salatin qat sijawahi kumuona yeye analifanya hilo katika swala yoyote kabisa tangu kujua kwangu hilo mpaka kusema kwangu hii leo sijawahi kuona swala ameswali kwa urefu namna hiyo. Thumma qala kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam inna hadhihi alayat allati yursiluha Allah hakika hizi alama ambazo anazileta Allah la takunu limauti ahadin wala lihayati haziwi kwa ajili ya kufa yoyote wala kuzaliwa yoyote ولكن الله عز وجل يرسلها لكن الله عز وجل أنزلت على مهيز يخوف بها عباد أنا وخفيش كوازو وجواكي فإذا رأيتم منها شيئا متكبون كتك على مهيز كتوچوت فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه فزيكيني كتك كشغليك ذكر الله لكم ومبيه يعني kitu kikubwa kitakachoshughulisha iwe ni dhikri ya Allah na kumuomba yeye subhanahu wa ta'ala wastighfarihi na kumuomba msamaha. Haya ndio mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, sio watu wazunguka na madufu warukaruka mitaani au waimba. Ile ni alama ya ujinga kabisa ule ulikuwa umefika mwisho. Haya ndio mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine wazunguka mwezi ukipata wakapiga vijembe vyao na kutafuta si nyundo si vitu gani wagonga ge wakipita barabarani na wengine wakiimba basi nyimbo za upuzi tu. Mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kumdhukuru Allah kumuomba Allah na kusimama kuswali. Hiyo ndio sunna na sunna hii wengi katika ahlul bid'ah wal ahwa wameiacha na katika miji mingi sunna hii imekufa. Sasa watu washajua wasoma kwenye vitabu wajua kwamba sunna kiwaona haya kwamba sasa watu fulani ndio waonekana wameanza mambo haya au ndio wamehuisha tuonekana sisi tuwafuata wao. Wa ila kwenye vitabu vimejaa mambo yapo katika vitabu na vitabu hivi visomeshwa katika hizo madaris, lakini ukifika jua mwezi ukipatwa usikiwa kiswali, mwezi ukipatwa usikiwa kiswali,
bali kuna shairi nyingi hata katika adhana. Kusoma kwenye vitabu vya fiqh, mvua ikinyesha basi muadhini awaambie watu sallu fi rihalikum, wao hawasemi kwa sababu wataonekana wanawaiga watu fulani. Sasa dini namna hiyo haiwezi kwenda. Falyuadhdhin almuadhdhin. Babu salati alistisqa. Huu ni mlango wa sala ya kuomba manyeshelezo. Kwa lugha fupi, huu ni mlango wa sala ya kuomba mvua. Alistisqa ni kuomba kunyeshelezwa mvua. Allah subhanahu wa ta'ala huwa albarru alkarim wa huwa arraufu arrahim. Allah tabaraka wa ta'ala ni mwema, alimkarimu, mpole mno, mwenye huruma kwa waja wake. Akajalia katika miongoni mwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatan biqadariha. Hiyo ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anateremsha maji kutoka mbinguni ili wanyesheleze waja wake. Wayunazzilu alghaitha, Allah subhanahu wa ta'ala huteremsha mvua, inaitwa alghaith kwa sababu ya kuokoa waja, wanadamu, wanyama na wadudu na viumbe vingine. Lakini pia kwa hikima yake, akitaka Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuizuia mvua isinyeshe, na mara nyingine hufanya hivyo kwa kuadhibu waja wake na kuwakumbusha kwamba yeye ndiye mfalme anayemiliki kila kitu na ndiye mwenye uwezo. Na mara nyingine watu wakatadharar, wakadhurika, wanyama wakafa kwa sababu ya ukame, watu na wanyama wao, na madhara makubwa na mabalaa yakaingia katika miji. Afana Allah wa iyyakum. Hilo alifanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaka pia anayaachia maji yakatiririka kutoka mawinguni yakaungana na maji ya ardhini. Faltaqa alma'u ala amrin qad qadir. Yakatokea mafuriko makubwa yakasomba nyumba, miti na kila kitu. Ulimwengu ukaharibika na watu wakafa na vitu vikaangamia. Hayo yote ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo la mara moja tu. Kama mvua ina hiyo za kuamua kuleta usiku mmoja tu bila kuangalia mko kwenye kipindi cha kusiwa au kaskazi, yeye hajali, haangali hilo, yeye anaangalia ule uwezo wake na kufanya vile anavyotaka. Kanyesha mvua ya usiku mmoja, basi ikabeba kila kitu, mkawekeza mali zenu, mkafanya hivi, mkaweka matarajio haya, vyote vikenda na maji ya usiku mmoja tu, na hakuna wa kuwadhamini. Hayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaweza na yanatokea katika huu ulimwengu, kuonyesha kwamba yeye ndiye al-Malik na anafanya mambo yake kwa hikma. Sasa inapotokea ukame, mvua zimekata katika kipindi ambacho mnatarajia pengine mtapata mvua zikapita. Sasa hapa watu wanatakiwa watadharra na warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuswali na kumuomba yeye subhanahu. Ndio umewekwa huu utaratibu. Katika baadhi ya maeneo zile nyakati, zile fusuli za mwaka zinafahamika. Wakati wa rabii, yani wakati wa vuli unafahamika, shita inafahamika, yani kusi, saif inafahamika kwamba huu sasa ni wakati wa kiangazi au wakati wa kaskazi, hasa katika watu waliokuwa katika ukanda kama huu. Nataka kuwauliza nyinyi walimu wa shule, hivi sisi tu katika ukanda wa kitropiko au ukanda wa equator tunavyohesabika? Jamani, kuna walimu wa shule ambao wanasomesha jiografia huko shuleni. Nani unasikia hapo na kuna unasikia sawa sawa, kwa sababu natumia speaker. Eti tuko karibu na equator, kwa sababu wenyewe wanasema al-khatt al-istiwa'i ni khattun wahmi, ambao umepita mstari huu kutoka huko Malaysia, umepita katikati Uganda kwenda mpaka wapi kusubiri, lakini mstari wa kubuni, yani kwamba ukanda huu wa equator. Sasa sisi tuko kusini kidogo mwa equator, na kuna ambao katika madaru saratan
unahitaji na madari al-Jad. Kwa Kiingereza mkisema unahitaji, kuna tropical ya Cancer na tropical ya Capricorn. Kuna baadhi ya maeneo al-madaru saratani mathalan, wao asilimia kubwa ya wakati wao unakuwa mabadiliko yake yanakuwa ni makubwa tuseme. Yani nikisema mabadiliko ya usiku na mchana yanakuwa ni makubwa kuliko sisi tuliokuwa katika ukanda kama huu. Mabadiliko yanakuwa kidogo, na vipindi vya mvua na jua pia vinadhibitika. Mistari inayohadidi vipindi ni al-khutut at-tula wal khutut al-arida, yani maita longitude au latitude. Longitude basi hazina una uhakika, basi hazina taathira kwa yale yanayosema, ndio hivyo. Nasema longitude al-khutut at-tuli wanaita mistari ambayo ni wahmi, ndio inahadidi zile nyakati za nini, vipindi vya mwaka. Hapana, ni khututu al-arida. Umesahau mambo ya shule. Nimesema nyakati inaangaliwa katika khututu at-tul. Haya, hapa nataka kusema kwamba kwa mfano kama sisi sasa hivi tunafahamu ikiingia Oktoba ngapi na 20 na ngapi? Na najua 24 sio? Oktoba 24 nadhani kitu kama hicho nimesahau, au Novemba 24, kati ya Oktoba au Novemba. Mpaka Machi 21 najua kwamba hiki ni kipindi cha saifu. Si ndio hivyo? Hebu nisaidieni, nataka nizungumze tu kwa faida yani. Mimi nimesahau, nimesoma mambo haya siku za nyuma kidogo. Kwa maana kuanzia kama si Novemba basi ni Oktoba, kuanzia 20 na kitu 22 Novemba 22 mpaka kufikia Oktoba 21, nini Machi 21, ndio hivyo. Tunajua kipindi hiki ni kipindi cha kiangazi, na hali ya hewa inabadilika kweli, jua linawaka. Kwa itakuwa katika mwezi wa 12, yani mwezi wa Disemba, mwezi wa Januari kama unavyoita, mwezi wa Februari, mpaka inaingia Machi, yani mwezi wa 3 21. Hali ya hewa sasa pale inabadilika, tunatoka kwenye kipindi cha kiangazi tunaingia katika kipindi cha mvua za kusi, mvua za kaskazini, mvua za mwaka zinaanza. Na maana ile faslu ya shita inaanza mpaka kufika Juni kadhaa au Julai, ndio wakati wote kwa mvua zimenyesha, hali ya hewa inabadilika, ardhi inakuwa katika khatra, kijani kibichi. Alhamdulillah. Sasa tujalie kwamba imefika, tumeingia katika wakati wa kuanza kunyesha mvua. Watu wakulima washatayarisha mashamba, wasubiri mvua za mwaka wapande. Mwezi wa 3 umepita wote, wa 4, wa 5, na kuna mvua zetu, mvua za Mei ndio hizo umepita. Mwezi wa 6 umeingia, hakuna kitu, jua la waka tu. Allahu musta'an. Kifika hivyo watu wana haki sasa kuomba mvua, kwa sababu wakati unatarajia mvua umepita. Watakiwa watadharra kwa Allah, waombe mvua. Lakini mathalan tunajua kwamba sasa hivi ni kipindi cha kiangazi, jua la waka, tunajua ni wakati sasa hivi, kwa sababu wakati Allah amekadiria hivyo, acha wakati wake. Na maji tuko nayo katika ardhi, si wakati wa kulima, ni wakati wa kutayarisha mashamba. Mvua zikinyesha sasa hivi itakuwa ni balaa, hatutaweza kutayarisha mashamba yetu. Kwa sisi tutaomba mvua sasa hivi, ila itakapokuwa sasa jua likiwa la waka mpaka tunadhurika, pengine jua limekuwa kali sana, kile kiangazi kimeshtadi, tuna haki ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tunyeshelee mvua. Ikisio mujarradi tu kuwaka jua basi tuombe mvua. Na ukipita wakati tunaona kwamba sasa tunahitajia
basi sisi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika mambo ambayo pia yamesaulika katika miji ni swala la kuomba mvua, na ziko njia mbili za kuomba mvua. Anaweza akaomba khatibu juu ya mimbar kama alivyoomba Mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini pia watu wanaweza wakatoka likiwa jambo sasa ni janga limeenea kwenye taifa, miji imepatwa na ukame, wanyama wanakufa, mazao yameharibika, maji yamekosekana, watu wanakufa, au kumeingia balaa, kuna maradhi, basi watu wa mji pengine kwa ishara kutoka kwa kiongozi wakuu na viongozi wa dini, basi watu watoke. Lakini baada ya kufanya mambo kadha wa kadha, miongoni mwa hayo ni kutoa sadaka na mengineyo, watu kufanya sulhu baina yao, kuondosha mifundo, kama kuna jirani na jirani mwenzake hawasemani wasuluhishwe, ndugu na ndugu wasemani wasuluhishwe kwanza, alafu watu waende kwenye uwanja kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala onyesheleze mvua. باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد نسخ إلى المصلى يستسقي. alitoka Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda katika musalla akiomba mvua. Fatawajjaha ila alqiblati yad'u, akaelekea qibla akawa anaomba. Wa hawala ridaahu, na akakigeuza kishali chake, ile shuka yake ya juu akaigeuza akaifanya ndani nje ndani. Thumma salla rak'atayn, kisha akaswali rak'a mbili. Jahara fihi ma bil qira'a, amedhihirisha katika rak'a mbili hizo kisomo. Jahara bihi ma al qira'a, lafdhi hili lafdhi la Muslim kuja. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يبكيه kutoka أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء, kwamba mtu mmoja aliingia msikitini siku ya Ijumaa kupitia mlango uliokuwa upande wa nyumba ya qadha. Imeitwa darul qadha kwa sababu ni nyumba ilikuwa asili yake Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu alipofariki, palikuwa na deni, ikauzwa akainunua Muawiya ya kulipia deni ile. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kusimama na hutubu. Kuna mtu aliingia mlangoni. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'ima, akamuelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kusimama. Faqala, akasema: ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, halakatil amwali, zimeangamia mali. Wanqata'atis subulu, na zimekatika njia. Mali zimeangamia kwa maana wanyama wamekufa, al-amwali hapo maana ya al-mawashi. Wanqata'atis subulu, njia zimekatika, yani safari zile zimekuwa chache, ngamia wamedhoofika, watu safari za kwenda huku na huku, jua limekuwa kali, kiangazi ni kikali. Fad'u Allah yughithna, muombe Allah atunyesheleze mvua. Yughithna, atuokoe, atunyesheleze mvua. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yadayhi, nasema akanyanyua Mtume sallallahu alayhi wasallam mikono yake. Thumma qala, kisha akasema: Allahumma aghithna, ewe Allah tuokoe, tunyesheleze mvua. Yani Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ewe Allah tuokoe, ewe Allah tuokoe, ewe Allah tuokoe, kwa maana tunyesheleze mvua. Qala Anas, akasema Anas radhiyallahu anhu: fala wallahi ma nara fi as-samai min sahabin, na apa kwa Allah, ile la imezidishwa kwa sababu ya tambih na taakid. Na apa kwa Allah, ma nara fi as-samai min sahabin wala qaza'a, hatuoni katika mbingu, hatukuona juu wingu lolote wala kijiwingu kidogo, hakukuwa na wingu. Mbingu imetakata, jua kali. Mchana wakati wa salatu al-Jumaa, jua kali linawaka. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار وما بيننا, na hapana baina yetu, wa baina sal'in, na baina ya jabal sal', jabali liko upande wa kusini mwa Madina,
Liko upande sisi pamejengwa msikiti wa Masaba ya Masajid, kulikuwa msikiti kidogo, sasa pamejengwa msikiti mkubwa sasa pale. Pana mlima hivi. Hakuna nyumba yoyote min baiti wala dar, amesema hivyo kwa lengo la kutilia mkazo. Albayt walmanzilu as-saghir yakunu min ash-sha'r wa ghayruhu wa min ghayrihi wad-dar al-manzilu al-kabir wala yakunu min sha'r. Ikisema baiti inakusudiwa kijumba kidogo kinachotengenezwa kutokana na sha'r. Sha'r maana yake ngozi, manyoya. Na dar na manzilu al-kabir, nyumba kubwa zilizotengenezwa na matope pia. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. akasema Anas, kikachomoza nyuma ya mlima Sal'i kijiwingu mfano wa ngao. Kijiwingu kidogo kimetoka, kama ukitazama kama kijingao hivi kutazama kwa macho. Falamma tawassaqat as-samaa, wakati kilipokaa katikati ya mbingu. Falamma tawassaqat as-samaa, wakati kilipoingia katikati ya mbingu. Intasharat, kikatawanyika. Kiwingu kile kikaja mpaka katikati, alafu kikatawanyika. Sasa thumma amtarat, kisha kikanyesheleza mvua. Qala fala wallahi ma ra'ayna ash-shamsa sabta, asema na hapa kwa Allah hatukuliona jua wiki nzima. Ile dua tu pale kwenye mimbar, Allahumma aghithna Allahumma aghithna, mvua ikanyesha siku ya Jumamosi, siku ya Jumapili, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Hamisi, Ijumaa. Ujamaa alikuja tena siku ya Ijumaa. Hapa anasema thumma dakhala rajulun min dhalika albab fi aljum'ati almuqbila, kisha akaingia mtu kupitia mlango ule ule au kupitia mlango huo katika Ijumaa inayofuatia. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallama qa'imun yakhutub, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama ni mwenye kusimama anahutubu. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko juu ya mimbar. Fastaqbalahu qa'iman, akamwelekea hali ya kuwa ni mwenye kusimama. Faqala ya Rasulullah halakatil amwal, akasema ya Rasulullah, zimeangamia mali. Mvua imekuwa kubwa, hizo mali zinaangamia. Halakatil amwal yani az-zurur, mashamba yameangamia, mvua imekuwa nyingi, wanyama kadhalika. Wanqata'at as-subul, na zimekatika njia, barabara zimekatika, kupitiki. Fad'u Allah yumsikha anna, basi muombe Allah aizuie kuepusha na sisi. Farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, akasema Anas, akanyanyua Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam mikono yake. Thumma qala, kisha akasema Allahumma, ewe Allah, hawalaina, inyesheleze kando kando yetu. Hawalaina, inyesheleze kando kando yetu, itakuwa imenasibishwa kwa bifili mahdhuf, takdiruhu ij'alha hawalaina, ijalie inyesheleze kando kando yetu. Wala alaina, na wala sio juu yetu tena. Allahumma ala al-akan, ewe Allah, inyesheleze katika vichuguu. Wadhirabi, na vilima. Wa butuni al-awdiya, na ndani ya majango, ndani ya wango, yani mabonde, yani ndani ya mabonde. Wa manabiti shajari, na kwenye maoteo ya miti, kwenye misitu huko, peleka mvua kwenye misituni huko. Qala fa aqla'at, akasema ikajizuia mvua au kikajizuia kile kiwingu. Fa aqla'at, kikajizuia. Wa kharajna namshi fi shams, na tukatoka msikitini tunatembea kwenye jua. Qala Sharikun, amesema Sharik, fasaltu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, nikamuuliza Anas ibn Malik, ahuwa ar-rajul al-awwal, je, yeye ni yule mtu wa kwanza? Qala la adri, sema sijui kwani yule au mtu mwingine, la adri. Alhasil kwamba mtu amekuja ameomba mvua, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameomba. Amekuja wa pili ameomba mvua izuiwe, ameomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sijui ndio yule au mtu mwingine, lakini la adri. Jawabu fupi kabisa zuri. Kwa hiyo ni hali pia, mvua inapohitajika basi watu wa kheri wanaweza kusimama kuomba.
au mambo yanapokuwa ni mazito zaidi, ni janga limeenea katika jamii yote katika nchi, viongozi wanaweza kutoa mwongozo huo, watu wakakusanyika mahali pamoja wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aonyeshe mvua. Wallahu ta'ala aalam. Tumechelewa sana, nadhani haya maelezo haya madaru saratani, madaru aljadi, alistiwa, hayo hayana faida, hayana faida yoyote. Faida ni hali katika hadithi, wala pia haina haja kufanya nashr. اليوم 16 ولا الخامس